Tukiadhimisha siku hii muhimu sana kwa wanawake duniani, tutambue kuwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, ikiwa ni mojawapo ya taasisi zilizo chini ya Wizara ya Fedha, imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba wanawake watumishi wanapata stahiki na haki zao kama ilivyoainishwa kwenye sheria na kanuni za utumishi wa umma. Napenda kutoa wito kwenu nyote kuendelea kuwa walinzi wa taswira nzuri ya Mamlaka ya Mapato kwa kuwa vinara wa uadilifu, uweledi, uwajibikaji na uaminifu katika kutekeleza majukumu ya utumishi wa umma ndani ya mamlaka. Tusimame kidete katika hili ili tulete mabadiliko katika jamii yetu na kuiwezesha TRA kutimiza malengo yake ya ukusanyaji wa kodi kwa maendeleo ya taifa letu. Ulipaji kodi kwa hiari kwa mwanamke ni ishara ya uelewa, kuwa na imani na serikali na utayari wa kushiriki katika ujenzi wa taifa. Kupitia kodi inayokusanywa na TRA, serikali imeweza kugharimia miradi ya kimkakati katika sekta za afya, elimu, miundombinu na huduma za jamii. Napenda kuhakikishia kwamba Wizara ya Fedha itaendelea kuiwezesha Mamlaka ya Mapato Tanzania kuwa na mazingira ya kazi jumuishi, salama na yanayowezesha wanawake kufikia ndoto zao. Serikali inathamini sana mchango wa wanawake katika ukusanyaji wa mapato. Bado mna nafasi ya kuwaelimisha walipa kodi, hususan wanawake wajasiriamali, kuhusu umuhimu wa kujisajili, uwasilishaji wa taarifa sahihi na ulipaji kodi kwa wakati. Tunahitaji kuendelea kujenga mazingira rafiki ya kodi yanayochochea ulipaji kodi kwa hiari, yanayozingatia utu na yanayotoa elimu badala ya hofu. Mwanamke anapopewa taarifa sahihi na kuaminiwa, anakuwa mshiriki thabiti wa maendeleo. Na watia moyo wanawake wote kuendelea kuwa na ujasiri, ubunifu na mshikamano. Tambueni thamani yenu katika utumishi wa umma na katika ujenzi wa taifa letu. Kauli ya haki na usawa kwa wanawake na wasichana ndio msingi jumuishi wa Dira ya 2050. Sisi TRA tutaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyowezesha wanawake, na sisi tutasimamia haki na usawa katika kuwawezesha wanawake. Jukwaa la wanawake na kodi. Kazi ya jukwaa hili, moja ni kutoa elimu ya kodi, lakini pili ni kuwasikiliza wafanyabiashara wanawake, tatu ni kuwezesha biashara za walipa kodi wanawake. Ni matumaini yangu ile lengo la serikali la kurasimisha biashara na kuwiden tax base litafanikiwa kwa haraka sana tukiwashirikisha wanawake pamoja na wanaume katika kuongeza wigo wa kodi nchini. Tumejipanga kuongeza huduma za kimtandao, huduma za kodi ili kurahisisha biashara za wanawake pamoja na watu wengine ndani ya nchi yetu. TRA tunaahidi kuwezesha utekelezaji wa Dira 2050. Tutawezesha kwanza kwa kuwezesha biashara za walipa kodi wote ndani ya nchi, ili 70% inayotokana na biashara na private sector iweze kupatikana. Haitapatikana kama shughuli zao za kiuchumi hazijawezeshwa. Hakuna utulivu wa usimamizi wa kodi, hakuna utulivu wa biashara zao. Lakini pia tutawezesha kwa kuongeza uwiano wa kodi na pato la taifa ili 22% ya uwezeshaji wa dira iweze kupatikana. Kauli mbiu hii ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani
kwa mwaka 2026 inatukumbusha umuhimu wa kuendelea kuhimiza usawa wa jinsia, kutoa fursa sawa kwa wanawake na kuweka mazingira wezeshi kwa wanawake kuchangia kufikia dira ya 2050. Ili kuiishi kauli mbiu hii kwa ukamilifu, wanawake wa TRA bado tuna fursa ya kufanya vizuri zaidi siku za mbeleni. Lakini hili liweze kuwezekana, tunahitaji kuwa na mazingira ambayo ni rafiki zaidi yatakayomwezesha mwanamke kufikia uwezo wake kwa ukamilifu. Tunaomba yafuatayo yaweze kuendelea kufanyiwa kazi. Mosi, kuendelea kujenga uwezo kwa watumishi wa wanawake wa TRA kupitia mafunzo yaliyojikita katika nyanja mbalimbali ikiwemo eneo la uongozi, na hatimaye kuongeza idadi ya wanawake wabobezi ndani ya TRA. Pili, kuwa na mkakati maalum wa kuongeza idadi ya wanawake kwenye ngazi za maamuzi na hatimaye kuimarisha uwiano wa watumishi wa kiume na wale wa kike walio katika ngazi za maamuzi. Hii itaendelea kuimarisha uwezo wa TRA kuwa na maamuzi mseto yanayoakisi muono mpana zaidi unaojumuisha jinsia tofauti, na hivyo kuweza kufikiwa kwa maamuzi jumuishi yenye lengo la kuongeza ufanisi. Tatu, kuendelea kuweka mazingira rafiki yanayowezesha wanawake kutekeleza majukumu yao ya msingi ya kifamilia, kijamii kwa ukamilifu, huku wakiendelea kutimiza wajibu wa majukumu yao kikazi kwa ufanisi.